Katika jangwa la kiubunifu la Mashariki ya Kati, kwenye ardhi yenye historia ndefu ya utamaduni, usanii na teknolojia, kulitokea tukio lililoacha watu wakiwa wameshikwa na butwaa. Hili lilikuwa tukio linaonyesha wazi namna dunia inavyobadilika polepole, lakini kwa kasi ambayo haiwezi kuelezeka. Katika mashindano ya Robot Cup Asia Pacific 2025, roboti kutokea mataifa mbalimbali zilikusanyika kuonesha uwezo, akili na uvumbuzi wa karne hii ya kisasa. Lakini kati ya maonesho yote yaliyofanyika, kulikuwa na tukio moja ambalo liliiba macho ulimwengu mzima. Roboti wakicheza ngoma ya kitamaduni ya Umoja wa Falme za Kiarabu maarufu kama AI Ayala. Video alionyeshwa na Golf Moment ilikamata kila sekunde ya tukio hilo kwenye uwanja mkubwa uliojaa watazamaji, lakini roboti wenye umbo la kifahari wakiwa na rangi za kifedha zilizong'aa na taa ndogo za LED walijipanga mstari wa kinidhamu ya hali ya juu. Mara tu muziki wa jadi ulipoanza, roboti hao walianza kusogea kwa mwendo laini uliounganishwa kikamilifu na midundo ya ngoma ya kitamaduni. Walipiga hatua ndogo za mbele na nyuma, wakipandisha mikono yao juu kwa mpangilio na kujiumba taratibu kama wanafuata maelezo ya walimu wa dansi asiyoonekana. Jambo la kushangaza, hawakupoteza muundo hata sekunde moja. Hakukuwa na mkengo huko, hakukuwa na makosa. Ilikuwa ni harakati safi ya kisayansi, lakini yenye roho ya utamaduni wa Kiarabu. Kwa wengi waliokuwa wakitazama, haikuwa tu burudani, ilikuwa ni ujumbe kwamba teknolojia inaingia katika hatua mpya, hatua ambayo roboti sio tu mashine za kazi, bali zinaweza kuingia ama kuiga tamaduni, sanaa na hata mila na desturi ambazo watu wamezihifadhi kwa karne nyingi sana. Wataalamu wa AI katika tukio hilo wameeleza kuwa uchezaji ule wa roboti ulikuwa matokeo ya teknolojia ya juu ya motion learning, mfumo unaowezesha roboti kusoma vionjo vidogo vidogo katika miondoko ya binadamu, kuichanganua na kuirudia kwa usahihi wa hali ya juu zaidi. Kwa UAE, yani Umoja wa Falme za Kiarabu, tukio hilo lilikuwa pia ishara jambo kubwa zaidi, jinsi nchi hiyo inayoainisha utamaduni wake wa kale na dira yake ya baadaye yenye kuongozwa na teknolojia. Kizazi kipya cha roboti kinaweza kutumika katika utalii, burudani na hata katika kufundisha historia ya utamaduni kwa njia mpya ya kisasa zaidi. Mashabiki waliokuwa ukumbini walishuhudia si tu maonyesho ya roboti, bali kuzaliwa kwa zama mpya, zama ambazo utamaduni za dunia hazikuhifadhiwa tu katika vitabu, muziki au video, bali pia katika algorithm, sensor na mifumo ya akili bandia. Na hivyo roboti mmoja baada ya nyingine, hatua moja baada ya nyingine, roboti hao waliendeleza kucheza ngoma ya jadi ya Umoja wa Falme za Kiarabu hadi muziki ulipokoma. Wakati mwanga wa jukwaa ukizimwa, mashabiki wengi walibaki wakijiuliza, je, hii ndiyo mwanzo tu wa ushirikiano kati ya roboti na utamaduni wa binadamu? Au je, miaka ijayo tutaona roboti wakiimba, kuigiza na hata kuendeleza utamaduni kwa njia ambazo hakujawahi kufikiria hata kidogo?